Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Mimi naitwa Victor Madaha, kama kawaida yupo nyuma ya kamera yupo Riziki Kibwana ama Riziki Bwana, sisi tunamuita hivyo. Niko na my brother kabisa hapa DJ Smart. Siku nyingi sana sijafanya naye interview baada ya safari mbili za hapa na pale, lakini finally niko naye Smart bwana. Bahati nzuri ama niseme ni mbaya kwenye kazi, Smart wiki hii alikuwa busy sana kwenye kuset studio. Amekuwa macho yake ameyapeleka sana kule. Smart, studio imefikia wapi? Imefikia hatua nzuri sana alhamdulillah. Yani tuko katika hatua za mwisho ambazo itatuwezesha tuanze kutumia wakati maboresho mengine yanafuatia, kwa sababu kuna level kifikia unaweza kuitumia, haijawa perfect kama unavyotaka, lakini inaweza kutumika. Kwa hiyo tumefikia hatua hiyo, na naamini insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu by next interview ambayo mimi nitafanya tutakuwa tunafanya studio inshallah. Lakini kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, niwashukuru wana Fuse, wana SNS, wana 96 Link, wana Bongo Plus na wote ambao wameshow love, kwa sababu Fuse imekuwa inaendeshwa kwa love ya watazamaji wetu. Kwa chochote ambacho wamekuwa na support hapa na pale, nitoe shukrani sana. Mungu atakulipeni mlipotoa. By next week watazamaji wetu watarajie view tofauti kabisa nyuma. Kabisa inshallah, Mungu akijalia. Yes. Ni vitu gani pengine kwa kuwa nani tu kidogo, ni vitu gani umezingatia sasa katika studio yako? Kwanza creativity. Mimi ni mtu ambaye niko very creative. Kwa hiyo nimepata fursa ya kudesign kitu kutokana na maono yangu na creativity yangu na vision yangu. Kwa hiyo utakuja kuona, na pia humu ndani nimefanya mabadiliko. Nitakuja, ukija next time tutawapa walkthrough waone mabadiliko jinsi yalivyo na creativity ambayo imefanyika waone. Yani unajua kuna watu ambao hii hawajui, lakini hii wanaifanya kwa wana. Kuna washikaji wanakuja kwangu bana, wakija wanapenda ninavyopangilia vitu na creativity na vitu kama hivyo, kwa sababu mimi nina advantage moja. Mimi nina kitu kinaitwa OCD ambayo napenda ni perfectionist, napenda kila kitu kiwe sehemu yake. Kwa hiyo ina advantage yake ambayo inapelekea katika upangilio na vitu kama hivyo na kwa vizuri. Kwa hiyo unakuta shikaji bana, njoo nipangie nyumbani. Kwa hiyo naendaga home kwao na wapangia, nafanya hivyo. Mwisho jana kuna mwana alikuja akapenda, tukaenda ofisini kwake, nikampa idea, na hiyo project inshallah pia tukiifanya nitakuja kuiweka, lakini siifanye kibiashara. Ni kwa wana tu. Kwa wana watu wa karibu. Kwa hiyo inshallah Mungu akijalia tutakuja kuziweka. Kwa hiyo kwenye creativity nimetumia creativity especially ya kwangu mimi, kilichokuwa kichwani nimeweza kukiimplement na kimetoka vizuri. Kwa hiyo tutawapa tour. Nadhani next time utakapokuja, kitu cha kwanza tutakachokifanya nitawapa walkthrough. After kwa tunawekea picha ya before and after, ili wapate kuona nini kimefanyika na matokeo yake ni kitu gani. Sure kabisa. Inshallah. Sma, wiki hii imekuwa na mambo mengi sana. Wiki hii hata iliyopita pia ukiangalia topic kubwa East Africa. Sasa kama tujaenda huko, wewe nawe umetoka safari. Hebu ngoja kwanza na wewe, hebu tuambie ulikuwa Dodoma. Vipi, imeendaje Dodoma? Dodoma kusema kweli, kwanza nishukuru sana Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kupitia waziri wake Paul Makonda na naibu waziri wake Hamisi Mwinjuma Mwanafei. Walitupa mwaliko sisi kama wanahabari wa mitandaoni, na tulikuwa na uzinduzi wa ofisi yetu pia Jumikita Dodoma pale. Tulifika baadaye, tunashukuru Makonda alikuja pale kwenye uzinduzi na akatuambia bana, kesho nahitaji waandishi kadhaa mfike pale bungeni, msikize bajeti yenu inavyosoma pale na tuone maoni yenu mnasemaje baada ya kuisikiliza. Kwa kweli baadaye ilikuwa ni experience nzuri, hasa kwa upande wangu mimi ambaye nilikuwa sijawahi kuvisit bungeni pale. Asubuhi tukaingia hapa, japokuwa kwa vua viatu na nini, kwani kuna kuvua viatu mageti matatu. Okay, security check. Okay, mimi sijawahi kufika, kwa hiyo sielewi. Inakuwa ni mashukoro mageni na sisi tunasema Wasukuma. Okay, nimekuelewa. Kwa hiyo vua viatu mara 3 pale. Of course baadaye tukaingia, na tulivyoingia kusema kweli ni experience ya tofauti sana. Unajua kilichopelekea, zamani ilikuwa kwenye airport na sehemu za hivyo hawavui viatu, ila kuna mtu aliwahi kuficha kilipuzi ndani ya kiatu.
ndo ikapelekea sasa protocol za kiusalama. Sasa hivi airport wapi lazima wakague viatu. Yes. Kwa hivyo tulivyoingia pale tukakuta pale Mheshimiwa Makonda alikuwa tayari alishaanza kusoma budget pale, tukasikiliza. Bahati nzuri sana siku ile Makonda alichokiwin alimwalika pia Didier Drogba. Kwa hiyo pale akatambulishwa pia na yeye pale bungeni. Kwa hiyo mimi siku ya kwanza nahudhuria bunge nilihudhuria pamoja na Drogba. Hongera sana. Na bahati nzuri mimi ni shabiki wa Chelsea, tulipotoka pale nje tukakutana naye tukapiga naye picha. Bahati nzuri pia nyingine Makonda alitualika kwenye chakula cha mchana pale. Tukakutana naye pia tukapiga naye picha, ndio ile ambayo nilishare pia, nadhani uliiona ile. Ikawa ni moment nzuri sana. Baadaye nilivyorudi pia kuna ndugu yangu alikuwa na nani yake Zanzibar. Nikaa kama siku mbili tukasafiri tena Zanzibar. Tukakaa kama siku kadhaa 2-3. Finally tumerudi tuko hapa. Na hivi ndio vitu sometimes watu hawajui. Mfano kwanza nafurahi kwamba mmetuwakilisha kule, japokuwa ma DJ sisi tumetengwa, hatujaalikwa. Next time tutakuwa bana Mheshimiwa Waziri tukumbuke na sisi ma DJ. Ila ukiacha of course ni utani. Zanzibar watu wajue kwamba sometimes kuna struggles zinatokea behind. Mulikuja hapa na ilikuwa tufanye content kabla nyinyi ya kwenda, ila mkaja nikaona kikao kimoja kizito sana na partner wangu kwa sababu ya kuplan Fuse Adventure next one. Kwa hiyo ikawa ndefu, ikabidi niombe radhi. Yes, kwa hiyo ikabidi yairishwe ndo mpaka leo tena. Hatukufanya mambo yaliingiliana. Kwa hiyo sometimes kuna vitu vinaendeleaga huko nyuma na struggle na nini, watu wasichukulie kwamba inakuwa tu. Unajua sometimes watu wakakutumia message au akakupigia simu afa akaona kimya umjibu. Umeona? Anaanza kulalamika, umenipotezea, nimekuwa na online. Unajua sometimes mtu anaweza kashika simu lakini hauna concentration ya kujibu message yake pale, inahitaji utulivu. Kwa mtu kama hapa sisi waga tukikaa tunapiga karibia masaa 2-3. Kwa sababu tangia mnafika mpaka tuna rekodi mpaka mnamaliza ni masaa 3 ambayo mtu anakuwa occupied. Sema anyway, kila mtu na uelewa wake. Kwa hiyo hongera sana. Zanzibar wanasemaje? Zanzibar kusema kweli ni experience nzuri. Ushakwenda before hii? Hapana. Ndo first time. First time. Safi sana. Kwa hiyo Bongo Bongo Plus na 96 Link inazidi kupepea. Hongera sana. Na kikweli nakumbuka siku yetu tulivyokuja hapa tulipanga tufanye kesho yake. Na ndo safari ikawa imewadia. Lakini tuko nao leo hapa. Sma, turudi sasa kwenye maswali yetu yale. Wiki iliyopita topic kubwa East Africa ni kuhusiana na uwekezaji wa mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote kuhusiana na kiwanda chake ambacho alikuwa amepanga kukijenga wapi Tanga. Lakini kuna mambo yametokea. Baadaye tulimsikia Rais Ruto wa Kenya akizungumza kwamba kitafanyika Mombasa, kitu kama hicho. Na baadaye tukamshuhudia Mheshimiwa Rais pia alikuja akatoa statement yake kuhusiana na kile kwamba alikuwa fahamu na vitu kama vile. Mambo kana jadiliwa mengi sana. Pengine hasa kwa mtazamo wako, hasa nini ambacho umekiona katika mabadiliko haya, kwa sababu mwanzo ilikuwa ifanyike Tanga lakini final inakuelekea sasa, kwa sababu kwa maana Dangote alizungumza kwamba anasubiri decision ya mwisho azungumze Rais Ruto ili kiwanda kiweze kutengenezwa Mombasa. Kwanza napenda swali ulivyoiweka kwa mtazamo wangu. Kwa haya ni maoni yangu binafsi. Sina information za ndani au rasmi ya exactly kilichotokea, ila logic yangu inaniambia mchakato mzima kuna vitu ambavyo have make sense. Yani ukiangalia tangia umeanza umetangazwa mpaka ulivyoenda how make sense. Kwa sababu kwanza mradi ulitakiwa ufanyikie wapi? Tanga. Mwenyeji ni nani? Tanzania. Aliyetangaza mradi ni nani? Mwanzo na mhusika mwenyewe. Hapana. Aliyetangaza ni Ruto. Kwa maana this time. Yes. Ruto ndo kaitangaza mradi. Ndo maana watu nadhani hawajui. Utasikia itifaki imezingatiwa kwenye vikao na mahafla kama zile. Utasikia itifaki imezingatiwa. Kuna itifaki. Naamini alichokifanya Ruto ni kinyume na itifaki na kinyume na utaratibu. Na ndo maana na ninamsifu Rais Samia kwa sababu kaiweka kiupole lakini kaiweka wazi kwamba umetangaza kitu ambacho mimi sina taarifa nacho. Hebu njoo utuelezee, njoo tufahamishe vizuri. Ilitakiwa kuwe kuna makubaliano kati yao wawili, kuwe kuna joint statement kati yao wawili. Kwa sababu
kila nikiangalia kwa information ambazo zipo nje, kuna kitu ambacho kinaniambia hakiko sawa. Kwanza the fact kwamba rais wa nchi nyingine ametangaza mradi wa nchi yetu, cha kwanza. Huwa mara nyingi vitu kama hivi huwa kuna joint statement bana, leo waziri wa mambo ya nje na waziri wa mambo ya nje wa nchi fulani na nchi fulani wanakutana, au rais na rais, tuna joint statement, tunapenda kuwatangazia kwa pamoja kwamba kuna 1 2 3. Lakini inapotokea upande mmoja ndo anatangaza, inakuwa sio sahihi na inazua sasa maswali. Cha kwanza. Sasa sitaki kuingia deep sana hapa. Cha pili, tumemsikia rais kasema kwenye kauli yake mwenyewe, mimi sifahamu mradi, njoo nani. Sasa hii kwa uwezo wa kuread between the lines, siamini kwamba hajui kabisa, ila naamini ilikuwa ni njia ya kutegua mtego. Ule uenda ulikuwa ni mtego kwamba supersede kaitangaza kabla, ili kuweka spotlight kwake, kumwekea pressure kwake, na rais akaichomoa kwa namna yake, kwa sababu hata yeye alisema kwamba tulikuwa kwenye ile kauli yake tulikuwa tumekutana nyuma huko, yani kabla ya kuja hadharani. Postmortem. No, postmortem huwa ni baada ya kwamba kabla ya kuja hadharani walikuwa na vikao nyuma katika closed doors ile. Kwa hiyo ile sometimes ni sawa sawa. Ushaikuwa hii inatumika sana kwenye vikao vya harusi au vya nini, unasikia afu mshikaji wangu Victor atachangia. Victor anachangia shilingi ngapi msiba? Kwa hiyo nishaweka spotlight kwako. Umeelewa? Inabidi hata kama ulikuwa huna mpango wa kuchangia, inabidi utoe kauli pale, kwa sababu kila mtu anakuangalia na nishaiweka spotlight kwako. Ni tofauti nikisema jamani, nani mwingine yuko tayari kuchangia? Utaponyanyua wewe mwenyewe, utakuwa mwenyewe umefikia maamuzi yako na umetoa, alafu utasema nitakutoa shilingi ngapi. Lakini hii ndo anafanya sana machawa. Tajiri vyote vinywaji vyote juu yake, yani wewe leta sijui nini, tajiri yupo. Kwa hiyo unamweka tajiri kwenye spotlight. Kwa hiyo ukiwa ni tajiri ambaye au mtu ambaye ni mwepesi kwa sababu ya kuona noma, umeshasifiwa na ushaekewa, inaitwa the ball is on your court. Ukiwa ni dhaifu unakubali. Kuna clip moja 50 Cent hivyo alijaribu kumfanyia, iko club, bwana bring bottles there on 50 Cent akasema wapi. Yani kwa sababu alidhani 50 Cent ataona noma kwamba jina kubwa, tajiri nini, mzee wa power, yani ata clear 50 akachomoa. Kwa hiyo nadhani kwa maoni yangu binafsi, ndo mama alichokifanya, kachomoa. She was put in a spotlight, alafu akachomoa. Huo mtazamo wangu mimi. Kwa hiyo sidhani kama hakujua kabisa, lakini protocol ilivunjwa na yeye, he played by the same rules. She played by the same rules. Akacheza kwa sheria hizo. Cha kwanza. Cha pili, Dangote, nadhani unajua uwezo ukawa tajiri mkubwa kama Dangote au matajiri wakubwa ambao wako Tanzania na kwengine duniani, kama haujui kucheza na power na people with power. Kwa hiyo kuna namna fulani wanajua jinsi ya kucheza nayo, na ikikuta mtu ambaye pia hajielewi, ni dhaifu, inamweka katika mazingira magumu. Kitendo cha kusema nyinyi kaeni wenyewe muamue alafu mtaniambia, you don't do that. Na hii ni kitu ambacho Magu ashai kumchana Dangote. Unajua, hebu ngoja tuangalie, hebu nipe dakika moja, kwa sababu hivi vitu inabidi twende kwa ushahidi. Ndio. Inawezekana wengine hawajui, hawaelewi au wamesahau. Ndio. Twende with evidence. Ndio. Sawa. Sasa sote tunapiga hapa kwenye hiyo. Ni hapa. Naomba tusikilize hii. Ndio walikuwa wameuingilia huu mradi. Na sasa hivi wameshindwa na wataregea. Kwa hiyo wapiga dili ndio walikuwa wameuingilia huu mradi. Na sasa hivi wameshindwa na wataregea moja kwa moja, kwa sababu Dangote wamemwona mwenyewe yuko hapa. Unasikia? Ndio. Kwa hiyo na hii kuna sema alimwambia Dangote, usipitie njia za uchochoroni, njoo hapa direct. Kwa hiyo Dangote ana access ya kufika direct kwa rais wa Tanzania au waziri mkuu wa Tanzania, akaongea naye. Hiyo labda mtu inapotokea mtu akasema kwamba kubaliani nini nyinyi wenyewe afu mtuambie, au sio nasubiri nini, kuna kitu akimake sense. Na hii sasa ukiread between the lines, aliyosema Magufuli kwamba, kwa uelewa wangu mimi, rais ya Magufuli hii hapa, sikia hii kauli hapa,
Naomba watu waipay attention. Kwa hiyo wapiga dili ndio walikuwa wameuingilia huu mradi. Wapiga dili walikuwa wameuingilia huu mradi. Maana yake nini? There is a very big possibility kwamba Dangote alikuwa anapitia watu wakati kudili na serikali ya Tanzania. Ndo maana amesema nani, wapiga dili walikuwa wameingilia ikati. Sasa sikia anachomwambia Magu. Na sasa hivi wameshindwa na wataregea moja kwa moja kwa sababu Dangote wamemwona mwenyewe yuko hapa. Umesikia? Kwa sababu watashindwa. Dangote wamemwona mwenyewe yuko hapa. Kwa hiyo yeye mwenyewe anaonesha kwamba hivi ndio vitu vinavyotakiwa. Kwamba tajiri, nenda direct kwa viongozi, usipitie kuna wajanja wengi mjini hapa. Kuna mtu anakuambia bana unataka kufika kwa Sma? Mimi ndo Victor bana, mimi yani muda wote nikimpigia Sma njoo tu hapa. Yule familia. Sasa sikiza, hebu nitie voucher hapa 50 niweke hivi liweze nikumpigia yani. Unajua kuna hizo. Kwa hiyo kuna nani? Alafu naomba usikie kitu kimoja. Very committed to investing in Tanzania, and will continue to invest here in Tanzania. Kwa anaonyesha is very committed. Ila kuna kauli moja ambayo naomba tuisikilize hii kauli. Ya umuhimu sana. Tusikie hii kauli. Very upset investors and worries. It's because even myself are not happy because there is a fight, because even myself are not happy because it is true. We are very makaa ya mawe nchi nyingine. If it is true, we are very unhappy. There is a fight because even myself. Anasema kama ni kweli ndio kuna kutokufurahishwa kwa kiwango cha juu. Kwa sababu gani? Msikilize. Anasema even myself, hata mimi mwenyewe. I'm not happy because I've read in so many media stories. I read in so many media stories. Hizi nani? Sasa inasikitisha mtu mkubwa kama huyu akiwa taarifa yake anaipata kwenye media stories. Umeelewa? Na ndo muhimu wa vyombo vya habari wawe waadilifu. Lakini sasa hivi kumekuwa kuna kila mtu anaongea. Ni ukishakuwa una simu unafungua Instagram yako, YouTube yako, unaongea unavyotaka. Anasema mimi nimesoma kwenye media stories. Hii ni wakati wa Magufuli. Na ndo maana imemvuruga. Sikiliza. If we are very upset investors and kwamba wawekezaji hawafurahishwa kabisa. Wapi? Kwenye media stories. Ndio hicho alichokisema. Are not happy. There's no way in the midst of all this crisis we'll go ahead and ship 600 trucks kwa ajili ya kubeba. Umeelewa? So hapa alikuwa anaongelea 600 trucks na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu akipata nafasi aende akaiangalie hiyo hii interview. Sasa tukirudi kwa Dangote. Shout out to Global TV tumeweza kuna. Yes. Tukirudi kwa Dangote. By the way Global na Sheikh kufanya nao interview hapa kati, kwa hiyo shara. So kuna vitu ambavyo havi make sense. Ushahidi huu hapa. Tumeuona direct kutoka kwa Dangote na direct kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyepita Magufuli, kwamba katikati hapa kulikuwa kuna wapigaji katikati ndo wanaodeal na Dangote wanampoteza, lakini hapa amekutana direct na rais. Na baada ya hapo walichotangaza kwamba anawekeza magari 600. Mengine yameshaanza, mengine yanakuja. Cha kwanza. Cha pili ni kauli ya Dangote, anasema mimi yani nimesoma kwenye media, kwenye vyombo vya habari inaonyesha people are not happy, investors are not happy. Sasa hiyo inakuja baada ya nini? Baada ya yeye kukutana na rais ndo akaja kugundua kumbe mambo ni tofauti. Kwa hiyo kinachotakiwa Dangote ninaamini ana direct access ya kuwasiliana na rais. Ni tajiri namba 1 duniani. Ni investor hapa Tanzania. Unahitaji hapa Tanzania, lakini ndio tajiri namba 1 Afrika. Umeona? Ana contact either through balozi wake wa Nigeria au through ofisi zake, akitaka kuonana na rais, akitaka kuonana na waziri wa biashara na viwanda, akitaka kuonana na nani. Kwa hiyo hii issue nzima hii kuna vitu ambavyo havi make sense. Alafu sasa tunarudi. Umeona jinsi ilivyotengenezwa kwamba hebu ngoja, kuna kitu kimoja niangalie kama nitakipata hapa. Ujue ndio yeye anachosema kwamba yeye narrative yake, taswira yake
ilitengenezwa kutokana na alichokisikia kwenye media. Sasa media hizo zilikuwa zinasema kweli au zilikuwa zinasema tofauti? Sasa hapo ndo kasheshe ilipo. Kwa hiyo sio sehemu pekee. Sisemi usisikilize ya kwenye nani, lakini nasema sio sehemu pekee ambayo mtu unatakiwa kwenda kupata taarifa. Yes. Kwa hiyo mwisho wa siku hapo amesema kwa sababu gani? Baada ya kuona kuna nani moja najaribu kuiona. By the way, Aliko Dangote amekuwa akiwekeza sana Tanzania. Mfano kuna huo mradi ambao unahusu masuala ya cement na makaa ya mawe huko. Upo ambao mradi ambao unaendelea kwa sababu Dangote pia ana kiwanda hapa Tanzania cha masuala ya cement kipo. Kwa hiyo amekuwa ni investor ambaye ana sio mara yake ya kwanza kuwekeza Tanzania. Kwa anawekeza, lakini miradi ni mingi ambayo imekuwa ikifanyika. Kwa hiyo pia kuna huu ambao ulikuwa utakaofanyike Tanga. Ndio hivyo mambo yamekuwa ni tofauti kama vile ambavyo tunachambua hapa na DJ Sma. Kwa hiyo pengine ukaona kuna video kasema bwana, mbona kama ilikuwa ya nyuma sana, amekuwa na nini? Hapana, amekuwa kiinvest na mara kwa mara kwa ajili ya kutengeneza viwanda hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Lakini kama alivyozungumza hapa Sma, yeye alivyoshauri pia akasema kwamba Dangote ana access ya kuweza kuzungumza na kiongozi mkubwa, especially kama rais pia alipokuwa anazungumza na Magufuli. Kwa hiyo hata kipindi hiki pia alikuwa ana hiyo access ya kuja kuzungumza na mama, si ndio? Kabisa. Kama the way ambavyo alivyozungumza na mzee wetu Magufuli hapa. Kwa hiyo hata hii pia itakiwa iwe vile, kuliko vile kutoa kauli kwamba nawaachieni nyinyi mpira sasa muamue ni wapi nitafanya. You understand? Hata vile kauli yake alizungumza kwamba sasa go ahead na mwachia Ruto kwamba akiamua mimi nitatengeneza, ikishindikana hivyo. Yani alafu kwa nini nakwambia kwamba kuna vitu vingi havi make sense? Yes. Kwa sababu umesikia alichokisema kwamba kuhusu uchumi wako juu na kwamba kina ni kirefu na vitu kama hivyo. That's BS. Kuna hiyo sababu pia imetolewa kwamba that's BS. Yes. Yani ni uhuni kwamba Mombasa kuna kina kirefu. Yes. Sio kwamba hakuna kina kirefu. Kipo. Yani ni hivi, kampuni kubwa kama ya Dangote ina wataalamu wa bobezi, kuanzia wataalamu wa uchumi, wataalamu wa uwekezaji, wataalamu wa miundombinu, mainjinia na kila kitu. Hivyo vitu huwa vinafanywa kabla hata ya kuamua mradi ufanyike wapi. Kwa hiyo walikuwa washajua kwamba katika East Africa wapi ndo kwenye kina kirefu, na kwamba Mombasa wana kina kirefu kushinda Tanga, au kile kina cha Tanga kinatosha hivyo hivyo. Yes. Kwa hiyo taarifa hizo walikuwa nazo, kusema kwamba imebadilishwa ndani ya siku 2 tu. Ruto katangaza, mama kajibu, then imetolewa kwamba tumehamisha hivi. Maamuzi hayafanywangi hivyo, kwamba unataka kuniambia ndani hapo ndio imetoka ripoti kwamba imegunduliwa kina ni kirefu. Hai make sense. Kwa hiyo hapa kuna mchezo, kuna nani moja naitafuta hiyo media. Natamani nione ilieleza vipi? Okay, ilieleza hivi. Kenya wapokea, na iparaphrase, wapokea mradi wa refinery baada ya Rais Samia kukataa. Umeelewa? Sasa hebu niambie wewe umeelewa nini kwenye hiyo kauli? Ni kwamba Tanzania mradi ni kama hatuutaki sasa. Sasa unaona ulichokisema wewe? Upande wa Kenya hawajaweka rais, wamesema Kenya imepokea. Kwa hiyo kama nchi ya Kenya imeipokea, lakini kwa Tanzania amewekwa rais. Kwa hiyo lawama zote imemwangukia nani? Rais, kwamba Tanzania mradi wa hamia Kenya baada ya Samia kukataa. Kwa hiyo zigo la furushi limeanguka kwa rais. Ila kwa Kenya bora wangesema Samia Ruto apokea bandari baada ya Samia kukataa. President to president. Umeelewa? Huku unaiweka taifa, huku unamweka mtu. Hivyo ndo vitu ambavyo mimi nafuatilia sana. I can read between the lines, na uweza nikaona jinsi. Sasa ukikutana na narrative hiyo, ndo hiyo Dangote akisoma au watu wa aina hiyo, unadhani anamwona nani mbaya? Mama. Sio Tanzania. Umeona? Kwa hiyo akishaona kwamba mama ni mbaya. Kwa hiyo kuna narrative imetengenezwa, na kwenye hii I can tell. Na nishasema, wewe angalia watu ambao
wanajiita ni wanaharakati, huwa wanaruka kutoka kwenye kitu kimoja kwenda kingine ambacho kinawapa mileage. Nimetolea mfano, ilipotokea ishu ya kukatika kwa maji, wote walivamia. Ilivyoisha ile, wote wamepotezea. Ilivyokuja ishu ya uwanja, wote wamevamia pale. Ilivyoondoka hiyo, watu wamenani. Sasa hivi alivyotokea mama akakosea zile idadi numbers zile, wote wamevamia. Sasa hivi wote wamevamia ishu ya refinery. Sawa. Kwa hiyo tukae tuangalie, lazima, yani mimi natamani watu waweze kusoma michezo, jinsi watu wanavyochezeshwa, yani jinsi wanavyoweka hizi taswira na wanavyochagua point na vitu gani vya kusema navyo, mtakuja kujua kwamba ukweli kabisa, ukweli. Na ndio mimi nawaambia Watanzania, mtu yote ambaye huenda akawa anamsikiliza Sma na anamwamini Sma, achana na haya mambo ya siasa za kinani, piga kazi. Yani wewe pambana, yani wewe wakati wewe umeng'ang'ania kwenye mikutano, kwenye maandamano, sio kwenye nini, kuna mwamba anapiga hela na anaingiza hela. Wakati nyinyi mnabishana maskani, kuna mwamba kijana mwenzetu anaingiza hela. Yani huku amekuachieni nyinyi, mnakaa mnapoteza muda. Sisemi kwamba tusifuatilie, lakini tusiwe na ushabiki unatukosti, kwa sababu wanaharakati wengi ni wabinafsi, na ukiangalia hata pattern zao unaona wako selective, wanachagua kile kitu ambacho kitawapa relevance na kitawapa mileage. Kwa hiyo tukirudi sasa huko, jinsi media ilivyoiportray hii jambo, na mimi nishasema, mimi sina chama, mimi sijawahi kupiga kura wala sitakupiga kura, wala mimi na siasa kujihusisha direct na siasa, mimi nachambua. Kwa hiyo watu ni rahisi. I say, unajua kuna tukianzaga kuchambua, ngoja nimalizie kwenye hii nifunge hii. Watanzania unakumbuka kabla ya ya uchaguzi, yes, niliongelea aina yale makundi na nini, nikaongelea raia ambayo watu wanampigania, na ni raia wa aina gani? Ni raia wa jumba bovu, ambaye kazi yake yeye sio mpambanaji, sio mtafutaji, hajitumi, ila akiona wenzio wanafaidika au wanaendelea, anatafuta chochote cha kuwasingizia ili ajustify kwamba yule kapata, sio kwa sababu ya ni kwamba kuna kitu kuna ujanja kautumia. Naomba nikuulize swali, na hii wapo ndio hao vijana wengi ambao kwenye mitandao, na asilimia kubwa walioingia kuchoma vitu katika uchaguzi ndo hao. Naomba nikuulize swali, miaka ya 90 mpaka 2000 mtu alikuwa akifanikiwa mtaani, walikuwa anasema akafanya nini? Yani karoga, kafanyaje? Exactly. Zamani ilikuwa ni uchawi. Huyo karoga, huyo kamtoa sijui nani msukule, huyo kakata mkono wa albino, huyo kaenda sijui kaua bibi au yani ilikuwa ndo hiyo. Yes, ilikuwa mtu akifanikiwa wanamtafutia, ndo sio wote hawa wazee wa jumba bovu, hii generation ya ovyo sana, wanamsingizia kwamba ni mchawi, karoga, kaua, katoa msukule, kafanya ABCD, au kaenda kulala makaburini, ili nini? Ionekane kwamba wao hawajafanya uchafu ule, ndo maana hawajapata mafanikio yale, ili kudiscredit. Kwa sababu bila kufanya hivyo, watu wakiuliza, kwani wewe kitu gani kimekuzuia na wewe kupambana kama yule? Amna, yule kaenda kuroga, mimi siwezi kuroga, ili kutoa ile guilty conscience. Sawa, tuka evolve baada ya kutoka kwenye lawama hizo. Unakumbuka ni ikatokea mtu miaka 2000 kuja huku, ikawa ukifanikiwa unaambiwa wewe ni nani? Freemason. Exactly. Ikaingia issue ya Freemason. Kwamba mtu akifanikiwa, yule Freemason yule. Sijui nani Diamond Freemason yule. Sijui tajiri fulani Freemason yule. Umeelewa? Imekaa sana. Kwamba wakapata sasa jumba bovu lingine la kuangushia watu. Kwa hiyo ikaenda hiyo. Haya. Baada ya hapo ilipoingia ikaja kipindi cha Kikwete, ukitoboa tu yule mshikaji wake Rizwani yule, ile nani ya Rizwani ile, umeelewa? Ikaenda sasa hivi ukionekana tu unafanikiwa nini, unaambiwa wewe nani sasa hivi? Cha labda kwenye serikali. Asante. Umeona evolution?
ya jumba bovu jinsi lilivyo, utaambiwa wewe chawa. Au sasa hivi kuna sura, utaambiwa wewe chawa Abduli. Umeelewa? Zamani nimekutolea mifano mingine, nimeirukaruka. Ilikuwa ukifanikiwa tu either utaambiwa Freemason au utaambiwa mshikaji wa Kirizwani au utaambiwa mchawi au inaenda hivyo. Au hapo kuna moja tumeiruka, unakumbuka? Utaambiwa zungulaunga. Unakumbuka? Wazee, yaani ukishaanza kupata umepambana sio nini, umenunua gari, mambo yanaenda, anauza unga yule. Umeelewa? Kwa hiyo kuna kizazi hicho, kuna watu wana mentality hiyo ambao sasa leo hii ukiwazidi watu hoja, smart chawa yule. Smart chawa. Huu mwaka wa 4 mwanangu. Hivi tangia tumeanza kutengeneza studio nakumbuka lini? Yes. Utasikia smart chawa. Mpaka leo hii mwanangu hatujamaliza studio. Chawa kweli, chawa mwanangu, mimi ningekuwa chawa, lakini ndio hicho utasikia tu. Yule nani? Alafu unaona anavyopambana. Nimepambana na Fuse, natengeneza content, na Safiri natengeneza, yani movement zinaonekana. Kesho nimepata endorsement umepata either kampuni au mamlaka fulani au nini, umepata amna chawa. Hawaangalii juhudi ulizozifanya. Wao wanataka kwamba wakati Smana pambana, wakati Victor Madaha anapambana, kaanza mdogo 96 linki, mara huku, mara kamtafuta Sma, mara kamtafuta sijui nani, mara kaenda kwa padri nani, kapambana mpaka leo hii 96 linki inaitwa twende Dodoma, twende Zanzibar. Utasikia chawa yule, ashauza. Wakati unapambana siku zote hizo wewe unakuja. Ndio maana nimekwambia kwamba nimewaambia kwamba hapa kuna kipindi kabla wewe kwenda Zanzibar mlikuja mkakaa muda mrefu sana nje, hatukufanya. Kwa hiyo kuna hasa ambazo zinafanyika huku. Wewe unakumbuka nani alivyo siku ile tumetoka hapa, pamenyesha, viatu vyake vimeroana mpaka kwa hiyo kuna vitu hasa watu ambazo hawazioni. Umeelewa? Kwa hiyo ninaposema hivi vitu nimeviongelea kwa logic. Kwa sababu gani? Utasikia tu Sma chawa, utasikia Sma nini, lakini inajulikana. Nishaweka black and white kwamba Sma sina chama, sipigi kura, sijihusishi na nini, ila nataka watu watulize akili, wajiulize, wajoin hizo hili. Utaona kwamba kuna vitu havi make sense. Ila pia nimalizie kwa kitu kimoja. Mwisho wa siku sisi wote ni Waafrika. Kuna upinzani wa kibiashara, kuna ushindani wa kibiashara, lakini akipata mwenzetu Kenya, well and good, mwache awe nayo, na sisi tutaangalia miradi yetu, tutaangalia ni kitu gani. Na nimesema kwamba ninaamini tuna wawekezaji Bongo ambao wanaweza kuwekeza. Hivi unajua Amson Group ya Camel ile ndo wameinunua Bamburi Cement ya Kenya, na wana viwanda kadhaa vya simenti Kenya. Ni kampuni ya Tanzania imenunua kule, na inafadhiliwa na nani? Na benki ya Kenya ambayo ni KCB. Umeona? Kwa hiyo na sisi tuna watu ambao wanawekeza Kenya. Umeona? Wanashirikiana pande zote mbili. Kwa hiyo ninachoamini ni kwamba kama imeenda kwa wake wetu wa Kenya, well and good, hatuna shida. Ila kuna ujanja ambapo kametengenezwa kichwani kwangu akimake sense. Kama kumwangushia mtu jumba bovu haitakiwi. Kwa hiyo wao kulikuwa kuna uwezo wa kusema tusikiza, tumefanya tathmini, tumeona sehemu bora wapi? Ni Mombasa. End of story. Sio kuileta huku kwetu alafu kesho yake unabadilisha, alafu uone unajifanya unarudi nyuma na kuachieni nyinyi mkae mudiscuss. Twendi hivyo bro. Lakini kwa mtu ambaye afahamu pia huu mradi hasa ulikuwa na faida zipi hasa? Pengine utakuwa na faida zipi? Of course una faida nyingi sana. Moja wapo kuna gharama za transit. Ile bomba linapopita pale kuna gharama za transit. Mfano kama magari yanapotoka bandarini yanapoenda, mimi nimeenda mpaka Tunduma, zile transit kuna hela za gharama ambazo wanalipa, lakini kuna ajira nyingi sana itazaliwa. Kuna masupplier peleka, kwa sababu ni kiwanda, umeona. Lakini maeneo pia ikishajengwa mradi kama ule huwa kuna maendeleo yanakuja, ila pia kuna kipato kinakuja na kingizalisha vitu vingi. Kwa hiyo faida zake hazipingiki, ni kubwa, umeona. Lakini bado kuna njia ambazo tunaweza tukafaidika. Na hii sasa ndo natakiwa we genius. Sawa? Hiyo refinery acha ikajengwe nani? Mombasa. Sawa? Kuna nchi ambazo Kenya haina direct access nazo. Tanzania, nchi zaidi ya 8 zinatutegemea sisi. Kwa hiyo wanaweza wakaenda wakajenga kule kila kitu,
Mafuta kuna baadhi ya mafuta na vitu vingine lazima vipite tu Tanzania. Umeelewa? Kwa hiyo kila mtu atapata riziki yake. Yaani kiroho safi. Mimi tatizo langu ni nini? Kuna vitu ambavyo yani vikana vya ujanja fulani ambavyo vimewekwa. Ndio hiyo tu. Unaona mafuta yakishuka bei kwa maana ya nchi zetu hizi zamana kwa East Africa, kuna kule mradi wa bomba la nopita nani unaenda Tanga ule na hii Ariko pia akikamilisha nani chake huko. Unaonaje sasa uchumi wetu wa East Africa? Sioni. Hasa kwenye mafuta na energy. Sioni kwa sababu ngoja nikwambie, sisi tuna gesi. Tunayo. Lakini kwanza asilimia kubwa ya gesi tunayotumia ni ya kutoka nje. Sisi tuna sukari hapa. Yes. Kuna sukari inatoka Brazil. Inafika huku. Ni bei rahisi kuliko ambayo inazalishwa hapa. Umeelewa? Kuna mafuta ya kupikia yanatoka nje. Yanakuja huku, ni bei rahisi kuliko yanatokea hapa. Kuna vitu vinatoka China. Vimetengenezwa China. Vinakuja kuuzwa. Hivyo unajua lighter, ile lighter ya kuwashia sigara ile au nini? Yes. Unafahamu ni bei gani? I don't know. Hebu otea tu. Bei gani? 500. Sasa hebu jiulize. Kuna kiwanda kimekaa China, kimetengeneza, kimeunda, kimeweka gesi, plastiki, vichuma, vinini, vikila kitu. Imesafirishwa kutoka kule mpaka hapa, imelipiwa ushuru kila kitu. Imeingia mpaka kwenye muuzaji kaeka faida, alafu mpaka muuzaji ule wa chini kaeka faida, alafu inauzwa 500 au labda buku. Hebu jiulize the economics behind. Hiyo ni kitu ambacho huwa najiuliza sana. Inabidi watu wakae waanze kuistudy hii jambo likoje. Kwa hiyo kuhusu nani kushuka, mimi sioni. Natamani yes. Sioni. Inawezekana kiona kikiwepo Mombasa, lakini wanauziwa mafuta wakani Uingereza. Na hiyo nitoe angalizo kitu kimoja. Narudia tena, nilishasema before na ninarudia tena. Wachina they're taking over biashara zetu. Wananunua sana maeneo. Wanafungua sana mabiashara hapa Bonge. Yani nimeshaongelea nishakuongelea Afrikana pale wapo. Kuna Dapam Village hapo. Ukienda Masaki pale opposite ya Isaka kwa commercial. Hapa chini pembeni ya Clouds kuna garage wamefungua. Ukisogea mbele tena wamefungua. Ilipokuwa ile Sanara kama sikosei. Pale darajani hapa la Malechela kuna eneo wamefungua. Na hizo ni chache ambazo nazitaja. Wako sehemu nyingi. They are taking over. Tunahitaji investors, lakini tunahitaji to balance, isije tukatoa rehani alafu wale wana nguvu wamepandisha sana bei za viwanja. Yani kokote, yani nyumba yako bei yote unamtajia anatoa, kwa sababu wale wanafanyia subsidizing na serikali yao wanapewa. Kwa hiyo tunahitaji vitu viwili. Tunahitaji investors waje, na ni nzuri kwa sababu ya changamoto, ila pia tuwe makini kubalance. Wasije na nakumbuka hii tulishachambua mimi na Sky. Kuna biashara 15 ambazo zilizuiwa. Wanafanya biashara wa nje wasizifanye. Yes. Nadhani inabidi ile list iwe updated na parameters zake. Kwa hiyo tayari serikali inachukua hatua. Ila iongeze na kuongeza mpaka kwenye migodi kule walikuwa wameingia, lakini uzuri serikali imeweka hizo. Kwa hiyo kuna parameters zinatakiwa ziongezeke, ile list inatakiwa updated. Sasa kwa nini nimesema kuna advantage na disadvantage? Advantage yake ni kwamba kuna ushindani na wale wana bei rahisi. Ila pia ni muamko kwa wafanyabiashara wa Kitanzania. Waache kuuza vitu bei ya juu sana. Waache kufanya vitu kwa faida kubwa sana. Yes. Leo hii unaingia kuna yale maduka ya Kichina ya makubwa. Unanunua kitu kama unavyonunua Kariakoo. Au hata chini ya pale. Kwa hiyo unaanza kujiuliza, Wabongo tusipokuwa makini kwa haya mabei yetu tunayouza na hao walivyokuja na walivyojipanga, kuna watu watapoteza sana ajira na biashara. Kwa hiyo tuanze kuangalia jinsi gani ya kupunguza. Kitu kinatengenezwa China, of course wana industrialization yao it's on another level. Lakini kinatengenezwa Tanzania kina bei juu. Automatically sisi Africans were price oriented people. We are price driven. Sisi tunaongozwa na bei. Utafika pale utauliza shingapi? Utanunua bei rahisi bila kuangalia quality. Ni wachache ambao wanaangalia quality. Sasa inabidi kama taifa tukae tuanze kujitafakari. Kwa nini kitu ambacho kinazalishwa Tanzania
au kinatengenezwa Tanzania ni bei kubwa kuliko kitu ambacho kimetengenezwa maelfu ya kilomita kutoka nje, kimekuja, kimelipiwa ushuru, kimeingia mpaka sokoni na bado bei yake ni chini kuliko kinazalishwa hapa. Kwa hiyo inabidi tuangalie, je, ndo ile nilivyosema overregulation, kuna kodi nyingi sana, kuna vigezo na masharti mengi sana ambayo sio rafiki. Ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya ili sisi tuna advantage ya kitu ambacho kinazalishwa hapa, bei yake iwe competitive, la sivyo tutaendelea kubadilika. Kuna upinzani mkubwa sana ambao unakuja. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho angalizo inabidi tukiangalie. Sawa kabisa. Asante. Nilikuwa nazungumza na Sma kuhusiana na swala zima la Aliko Dangote kupanga kuwekeza nchini Kenya kuhusiana na nishati ya mafuta ambako inavyotajwa ni mpaka sasa hivi ni Mombasa, na sababu ambazo zimetajwa ndio hizo hapa, lakini mwanzo mradi ulikuwa unatajwa kwamba unaweza kufanyika Tanga kwa maana ya Tanzania. Tumejadili hivyo, ni maoni binafsi aliyozungumza Sma, na ndio maana hata mwenyewe nilivyompa swali mwanzo nimwambia kwa maoni yako hasa wewe, na ndio maana amezungumza hivyo. Kwa yeye na maoni yangu binafsi, maoni yake yeye mwenyewe, kwa uelewa wangu na taarifa nilizonazo, sema ambayo nimekosea muniwe ya radhi. Zikija taarifa tofauti na hizo then nita clarify. Na Sma, tugeukie sasa kwenye kile ambacho kinaendelea sasa hivi. Story kubwa duniani sasa hivi ni ziara ya Rais Donald Trump kutembelea China. Ilikuwa ikitajwa kwamba inaweza kufanyika ama isifanyike, final imeenda kufanyika. Pengine hasa ni ziara ya kimkakati wa masuala yapi hasa? Kuna wale wanaosema kwamba hali ya Trump na Marekani kwa sasa hivi haiko sawa, inabidi sasa lazima ukampigie magoti Xi Jinping na China kwa ujumla, ili bwana masuala ya uchumi, na wengine wakaihusisha na kile kinachoendelea Mashariki ya Kati kwa maana Irani kule wajaribu kuyaweka sawa, Taiwan pia, masuala ya biashara pia. Kwako wewe hasa unaiona ina mlengo upi hasa final? Sawa, sasa asante kwa kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.